Jeshi la Polisi mkoa wa Njombe kupitia operesheni na misako linaendelea kuimarisha usalama kwa kushirikiana na jamii katika kubaini, kuzuia na kutanzua uhalifu. Katika operesheni na misako iliyofanyika katika kipindi cha mwezi Machi 2026, Jeshi la Polisi katika mkoa wa Njombe limefanikiwa kuwakamata watu 36 kwa tuhuma mbalimbali zikiwemo tuhuma za mauaji, wizi, uvunjaji na ukiukwaji wa usalama barabarani. Jeshi la Polisi mkoa wa Njombe limewakamata watu wawili ambao wanafahamika kwa jina la Ziada Mohamed Mlisho miaka 37 na Julius Joshua Kilawa miaka 29. Hawa wote ni wakazi wa mtaa wa Kambarage hapa katika mji wa Njombe, wakiwa na fedha bandia za Kimarekani, shilingi za Kimarekani, dola za Kimarekani 700, ambazo kama wangefanikiwa kuzibadilisha katika benki ya NBC ambako walikuwa wamekwenda kubadilisha, basi wangeweza kujipatia kiasi cha fedha cha shilingi milioni 1,810,234 na senti 65. Jeshi la Polisi linashirikiana na mamlaka za kifedha, Benki ya Tanzania katika uchunguzi, na mara uchunguzi wa shauri hili utakapokuwa umekamilika, basi watuhumiwa hawa watafikishwa mahakamani. Katika hatua nyingine, Jeshi la Polisi mkoa wa Njombe limefanikiwa kuwakamata watu watatu ambao wanafahamika kwa jina la Festo Jasoni Mahenge miaka 48, Monica Yosia Mahenge miaka 26, Yosia Kalasa Mahenge miaka 60 na Epis Elias Tweve miaka 38. Hawa wote ni wakazi wa mtaa wa Ndulamo Makete kwa kosa la kuchoma nyumba moto ya mtu ambaye anafahamika kwa jina la Melania Robert Swalo, huyu ana miaka 70. Sababu ya tukio hili ni imani za kishirikina, kwa sababu watuhumiwa wanamtuhumu huyu ambaye amechomewa nyumba yake moto Bi Melania kwamba ni mchawi na kwamba alimpoteza ndugu yao katika mazingira ya kutatanisha. Kwa upelelezi wa shauri hili unaendelea, na mara utakapokuwa umekamilika, basi watuhumiwa watafikishwa mahakamani. Sambamba na hilo, Jeshi la Polisi limefanikiwa kuwafikisha mahakamani watu 4 ambao tunahifadhi kwa kosa la kutoa taarifa ya uongo kwamba sehemu zao za siri zimechukuliwa. Matukio haya yametokea katika mji wa Makambako ambapo yaliripotiwa matukio 4, lakini katika mji wa Ging'ombe, wilaya ya Ging'ombe iliripotiwa tukio 1, na hapa Njombe mjini limeripotiwa tukio 1. Kwa upelelezi kwa watu 4 yamekamilika na wamefikishwa mahakamani. Tunaomba wananchi waache tabia hizi za kutoa taarifa za uongo, kwa sababu zinaleta taharuki katika jamii, na ukitoa taarifa ya uongo ni kosa na hatua zinachukuliwa. Lakini katika uelimishaji wa jamii, Jeshi la Polisi mkoa wa Njombe linaendelea na utoaji wa elimu mashuleni, nyumba za ibada na kwa kupitia kwenye vyombo vya habari kwa lengo la kuwapa ufahamu wananchi namna ya kuzuia na kutanzua uhalifu katika maeneo yao na kupinga vitendo vyote vya ukatili wa kijinsia na watoto. Kwa upande wa usalama barabarani, Jeshi la Polisi kikosi cha usalama barabarani limefanikiwa kuzuia makosa mbalimbali ya ajali kwa kutoa elimu kwa madereva, wamiliki wa vyombo vya moto, wananchi na maeneo ya mashuleni, na kufanikiwa kupunguza makosa mbalimbali kwa kiasi kikubwa, ambapo jumla ya madereva waliokamatwa kwa makosa mbalimbali ni 6,053. Walioandikiwa faini ni 6,051. Waliofungiwa leseni ni 2. Kwa upande wa mafanikio mahakamani kwa kesi ambazo tumezifikisha mahakamani na kupata mafanikio, tarehe 13 mwezi wa 4, Mahakama ya Wilaya ya Njombe imemhukumu mtu ambaye anafahamika kwa jina la Baraka Yuda Mpole, huyu ana miaka 36, kifungo cha miezi 3 kwa kosa la kuingia kwa jinai kwenye kesi namba 7591 ya mwaka
Lakini tarehe 13 hiyo mwezi wa 4 2026, mahakama ya wilaya Njombe imemhukumu mtu ambaye anafahamika kwa jina la Idi John Mloka kifungo cha miaka 3 kwa kosa la kukutwa na bangi. Hii ni kesi namba 7538 ya mwaka 2026. Lakini tarehe 14 mwezi wa 4 2026, mahakama kuu kanda ya Iringa inaofanya vikao vyake hapa mkoani Njombe iliwahukumu Lama Laulant Mliyuka miaka 27 na Julius Gregory Fute miaka 27 kifungo cha miaka 3 kwa kosa la kuua bila kukusudia. Hii ilikuwa ni kesi namba 29896 ya mwaka 2026. Lakini tarehe 23 mwezi wa 3 2026, mahakama ya wilaya ya Wanging'ombe imemhukumu mtu ambaye amefahamika kwa jina la Fredi Kaspar kifungo cha maisha jela kwa kosa la kulawiti. Hii ni kesi namba 1787 ya mwaka 2026. Jeshi la polisi linatoa wito kwa wananchi wa mkoa wa Njombe kuacha tabia ya kujichukulia sheria mkononi au kufanya uharibifu wa mali, kwani jeshi halitosita kumchukulia hatua mtu yoyote atakayejihusisha na masuala ya uhalifu.